Ujio wenu madaktari bingwa na bingwa bobezi leo ni muendelezo wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha mwaka 2025 na dhamira na dhati ya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na vile vile kupata urahisi wa kufikiwa katika kupata huduma yenye viwango bora. Sisi kama mkoa tumeshuhudia mafanikio makubwa sana katika sekta ya afya. Mkoa wa Tanga umeweza kuongeza vituo vya kutolea huduma za afya kutoka 325 hadi kufika 446. Makofi kwa Mama Samia. Kwa hivyo ni sawa na ongezeko la vituo 121 ndani ya miaka 4.5 ya uongozi wake. Zahanati zimeongezeka kutoka 287 hadi 389. Lakini vituo vya afya kutoka 31 hadi 46. Na hospitali kutoka hospitali 7 hadi hospitali 11. Mama Samia oye! Mkoa una jumla ya watumishi wa afya 3887. Lakini vile vile tumeendelea kuhakikisha kwamba watumishi hao wanagaiwa katika vituo mbalimbali na zahanati na maeneo yetu mbalimbali ya afya. Lakini pia katika kipindi cha mwaka 2021-2025 mkoa pia umepokea jumla ya watumishi wa ajira mpya 393 na ambako pia wamepangiwa katika vituo mbalimbali. Vile vile katika kipindi cha mwaka 6 mkoa umepokea jumla ya fedha kiasi cha shilingi bilioni 67.9 ambazo zimekwenda katika miundombinu ya afya na ununuzi wa dawa na vifaa tiba, ambapo jumla ya shilingi bilioni 4 ni kwa ajili ya ujenzi wa zahanati 72, jumla ya shilingi bilioni 9.5 ni kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya 23, lakini vile vile bilioni 7.4 kwa ajili ya ununuzi wa dawa na vifaa tiba. Tumeona pia fedha ambazo tumepokea karibu bilioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa majengo matatu ya dharura EMD, ambapo ni katika halmashauri ya jiji la Tanga, Kilindi DC na NDC. Lakini vile vile tumepata fedha karibu shilingi bilioni 1 na milioni 137 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi wa afya, ambapo jumla ya nyumba 19 zimeweza kujengwa na shilingi milioni 250 zimetoka katika ujenzi wa jengo la dharura la wagonjwa mahututi, jengo la wagonjwa mahututi ambayo ni ICU katika halmashauri ya Pangani. Uboreshaji wa huduma hizi na vituo vya kutolea huduma za afya umeenda sanjari na kutoa huduma za rufaa katika mkoa, ambapo pia tumepata magari ya kubebea wagonjwa 13 ambayo yamepangwa katika majimbo yetu 12 ya uchaguzi. Mimi naitwa Michael Mbele, ni afisa program kutoka Wizara ya Afya, Idara ya Afya, Uzazi, Mama na Mtoto. Tunaendelea na Mama Samia kampeni ya madaktari bingwa. Kwa sasa tuko mkoa wa Tanga. Tuna jumla ya madaktari bingwa 77 ambao watakwenda kwenye kansel zote za 11 za mkoa wa Tanga. Na magonjwa watakaoenda kutibu huko ni pamoja na magonjwa ya ndani, magonjwa ya kina mama, upasuaji, magonjwa ya kinywa na meno. Lakini kwa awamu hii pia tumeongeza mtaalamu mbobezi kwenye eneo la kinywa, pua na koo na masikio, na pia tumeongeza wataalamu wa ukunga wabobezi kwenye timu hizo. Tunatarajia pia kwenda kuwezesha timu zinazotoa huduma kwenye vituo vya huko, kwenye halmashauri, kwenye maeneo ambako wabobezi hawa wataenda kufanyia kazi. Kwa hiyo pamoja na kutibu, kuna eneo la mentorship itafanyika kwa wale watoa huduma walioko kwenye vituo hivyo. Majina anaitwa Bithia Aaron Chanimbaga, natoka wilaya ya Siha. Mimi ni muuguzi mbobezi, lakini nimejipanga kwenda kutoa huduma, kwanza kuwajengea uwezo wale watumishi ambao wapo, maana natambua kwamba kuna baadhi ya vitu wanavifahamu, lakini wajibu wangu mimi ni kwenda kuwajengea uwezo ili kwa pamoja tuweze kuwahudumia jamii, hasa hususan wajawazito wa huduma za afya, uzazi na mtoto. Kwa hiyo tumejipanga kama madaktari katika halmashauri zote hizi 11 ambazo tunakwenda. Kuna daktari wa kinywa na meno, lakini pia sasa hivi kwa kipekee ameongezwa pia mtaalamu wa koo, pua na masikio, ambapo ukiangalia kwa namna moja au nyingine inaingiliana kidogo na eneo la kinywa na meno. Kwa hiyo kwa kuongezeka huko tunaamini kwamba tumeendelea kujipanga zaidi ili kuweza kuhudumia watu wetu
au wananchi wa Tanga vizuri zaidi. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwa ajili ya kazi, na bahati nzuri pia hichi kitu pia lazima nikiseme vizuri na tumpe tena credit rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Amejitahidi sana kuweza kuhakikisha kwamba vifaa vya kuhudumia wagonjwa wa kinywa na meno vimepatikana, vimekuwepo, tena ni vya kisasa katika hospitali zetu mpaka katika ngazi ya hospitali za halmashauri. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.